Naomba utukumbushe siku unajiunga na seminari kuu ya Ntungamo, Jimbo Katoliki Bukoba. Kwako hili ilikuwa ni siku ya namna gani wakati ukijiunga pale? Na kwa namna ya kipekee hebu tukumbushe siku ambayo ni siku muhimu sana kwa seminari wanaojiunga kwa mara ya kwanza, siku ya makanzu. Kwa kweli pale Ntungamo wana utamaduni. Ndio. Mkifika hampewi makanzu. Ndio. Mnafika mwezi wa 10 hivi. Mtaendelea hapo, mtakuja kupata makanzu kuja Januari. Ndio. Sasa ile kitu huwa inasubiriwa kwa sababu miezi karibu miwili mnasali hamna kanzu. Wenzenu wana kanzu na kanzu zinapendeza, zinavutia. Kwa kweli kanzu kwa ufrateri ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo nilikuwa na hamu sana. Kwa hivyo anakuja fundi akatupima kwanza, mara ya kwanza aliyotupima tukawa tunasubiri kwa hamu. Halafu na mimi kanzu yangu ilikuwa ni namba 1 kwa sababu kanzu mnapopimwa mnaandikiwa namba. Sasa mimi sijui kitokea nini, kanzu yangu ilikuwa ni namba 1, nilikuwa wa kwanza kupimwa. Basi nikapimwa kanzu yangu, kwa hivyo kanzu yangu ilikuwa namba 1 na kupewa nikawa wa kwanza. Ndio. Siku ile ilikuwa kwa kweli nasema amazing. Yaani wito ulikuwa juu sana. Ndio. Kupewa kanzu yale tukacheza, mimi napenda ngoma, kuimba. Tukacheza ngoma, tukaimba maigizo na nini. Ilikuwa siku nzuri sana. Ndio. Lakini furaha ile ya makanzu haikudumu kwa miaka. Tulisoma mifunga miaka 3. Haikudumu miaka 3. Mwaka wa 3 nakumbuka sana kuna tukio lilitokea ambalo yani wito ulikuwa unaishia hapo. Upadre ulikuwa hauendelee. Singekuwa busara ya walezi. Ndio. Darasa karibu zima tulikuwa tunaishia hapo kwenye wito. Moja ya eneo vituko vya seminarini kama watoto. Ndiyo. Kuna vituko vingi vinatokea. Kwanza tukiwa mwaka wa 3 tulikuwa haturuhusiwi kutumia simu. Yaani mafrateri ilikuwa ni marufuku kumiliki simu. Tayari ni miaka 2000. Ndio. Miaka 2000 hapo. Hatuna ruhusiwa 2000 hadi 2003. Sasa simu hakuna kutumia. Na ni sheria, ukikamatwa na simu unaondoka. Sasa mwenzetu mmoja ambaye ni padre sasa kutoka Moshi, kama unajua nzo Moshi walishatangulia, akaja na simu shuleni. Ndiyo. Ya uficho. Amekuja na simu ile tukawa tunatumia kama darasa mwaka wa 3. Tunatumia humo na nini? Kwa siri. Kwa siri kabisa. Kutuma message walau nyumbani kuna hiki. Na yeye ndio anajua kutuma message mwenyewe, si wengine hatujui. Sasa katokea mwenzetu mmoja kafiwa. Ndio. Alifariki babake. Taarifa tukapata kupitia simu hii. Kakake akamwambia bwana baba amefariki. Sasa unaweza kuja msibani, alikuwa anatoka Mbeya. Sasa anaweza kuja, lakini sasa lazima muombe ruhusa shuleni. Mimi siwezi kwenda kuomba ruhusa, wataniuliza nimepata wapi taarifa. Taarifa zipite kwa walezi. Tukaandika message, tuko kama watu 4 hivi. Tukaandika message kumuelekeza yule kakake. Ndio. Yule mwenye simu hayupo. Sisi tumechukua simu ili tuandike message, na sisi ni wajanja kidogo, tuandike message kumueleza kakake kwamba tafadhali umpigie mlezi au mtumie ujumbe umueleze kwamba babake Agustino amefariki. Halafu uombe na ruhusa. Usimwambie kama umeshatuambia. Badala ya kutuma message kwa kakake, hii message tutaanza kwanza namba yake mlezi ni hii. Baada ya kutuma namba kwa nani message kwa mlezi kwa nani kwa kakake, kwa kake tukatuma kwa padre mlezi, Father Mloso. Vitu Mloso. Message ikaingia pia inamuelekeza kaka asitutaje. Hiki kilikuwa ni kisa kigumu sana. Kama mnavyocheka na sisi wenyewe. Sasa tumetuma message, imekwenda ndio. Tunasema yes tumeweza. Tunasubiri majibu kimya. Kumbe Father Mloso amepata message. Na bahati nzuri pale chini unapaswa andike jina, maana pale chini nasema Agustino. Si Agustino yuko mmoja shuleni? Ndio. Bas, alipokaa baadaye Father akamwita Agustino, njoo. Anaitwa, sasa tunafurahia, tunasema sasa ruhusa imepatikana. Ile message yetu imeenda. Kufika pale anapewa simu. Hebu soma message. Anasoma ni message ile tuliyoandika sisi na maelekezo ni yale. Sasa soma, umeelewa? Akabaka medua. Haya kalete simu. Simu sio yake. Maana hapo kipeleka simu umemchoma huyu na kadhalika. Mwisho akamwambia wewe kalete simu tutumalize kesi. Father yule atumia busara. Kweli simu akaja akaichukua, akapeleka. Tukasubiri kuitwa. Hatukuwahi kuitwa. Subiria kuitwa. Alichokifanya Father akataarifu staff kwamba jamani kuna kijana amefiwa hapa, aende msibani. Basi akaenda. Halafu akakauka.
simu amebaki nayo, hatujui kesho itakuwaje. Kwa hivyo tuliishi kwa tension kwa muda, tukijua kwamba Father itakuwaje. Basi Father Mroso ni mpenzi sana wa michapo. Anakija darasani akasema kuna majamaa bwana, yani anaweka mafumbo hivi tu, itatokea hapa, tunaondoka lini na nini, kwa sababu ilikuwa ni kosa la kufukuzwa. Hakutuondoa wala hakuripoti kwa yoyote mpaka tukamaliza mwaka ule wa 3. Mwisho akarudisha simu, sasa simu yenu hii hapa, msirudie tena. Hili tukio naona tulitaka kuondoka seminari kwa uzembe. Kwanza tunajua sheria, halafu tukaamua kuforce. Ndio ile makundi na kikundi kile kilikuwa natumia simu, tulikuwa karibia watu 9 hivi, maana tulikuwa tunaondoka watu 9 na mimi nikiwemo. Hii ilinipa wakati mgumu sana, nikasema wakati mwingine mikumbo hii haiko sawa sawa. Na Father Mroso yuko mpaka leo, hafundishi seminari lakini yuko seminari ndogo yuko Moshi. Kila tukikutana huwa nakumbusha, sasa ninyi mlitusumbua sana. Kwa hivyo hii safari ya malezi wakati mwingine utapata stress tu. Ndio. Nikiwa philosophy kule nilifurahia kanzu, lakini hili tukio lilinitesa sana. Basi kule tukarudi Tabora. Kama nimerudi hapa nikapangiwa Kipalapala. Kipalapala ni nyumbani, ni karibu. Masomo ya teolojia. Ndio. Masomo ya teolojia kwa kweli nimesoma miaka 4, sikupata changamoto ya pekee, isipokuwa niliona wenzangu wanapata changamoto, wengine waliondoka na kadhalika, lakini mimi sikuwahi kufikiri. Sasa hapo kumbuke nimesogea. Naenda na masomo ya teolojia, ushemasi kutangazwa. Sasa kumbuke ushemasi ndio umesogea 2007 ndio. Wazazi wako Njombe, hapa Tabora sina ndugu yoyote wa damu. Hapo nilipata mahangaiko kidogo, nitafanyaje? Ikatokea hapa Tabora tuna taratibu wa kupewa parokia kama natoka nje. Kwa mimi nikapewa parokia ya Urambo. Kwa hivyo nikachaguliwa mzazi Urambo, nikapewa kwamba bwana parokia yako ni Urambo na wazazi wako watakuwa Urambo, akanitafutia familia fulani kama mzazi. Nimekaa hapo wakati wa ushemasi, wazazi wakaja na mapadre kutoka, na shukuru sana Father Melodius Mloe wa jimbo la Njombe, aliorganize sana hiyo safari hiyo, pamoja na paroko wakati huo Father Gilbert Msauzi, waliorganize safari hiyo, wazazi wakaja na ndugu na jamaa, tukafanya siku ya ushemasi. Niliona kama niko mbinguni. Ndio. Kwa sababu ni kitu ambacho niliona sasa hakuna kingine ninachosubiri. Ushemasi, watu walivyokusanyika, nyimbo zilizokuwa zinaimbwa zilinitia hamasa hivi kwamba sasa kwa kweli nimeamua kwenda kumtumikia Mungu. Alikupa daraja takatifu ya ushemasi ni nani? Sisi kwetu aliyetupatia daraja takatifu ya ushemasi tulipatia seminari kwa sababu tunapatia pamoja. Ndio. Alikuwa ni mhashamu askofu Roma, mzee Roma, ndio Desiderius. Alikuja kwa sababu askofu anapokezana. Kwa hivyo akaja hapo tukapewa ushemasi huo, lakini ilikuwa ni nzuri sana. Ndio. Yaani ile kitu ilikuwa nzuri sana. Baada ya ushemasi hatukuwa tunarudi kwenda kwenye uchungaji. Maana yake tumemaliza ushemasi hapo, tukaunganisha miezi 6. Baada ya miezi 6 nikapewa upadrisho. Ulipewa upadrisho katika parokia hii? Parokia ya Sikonge. Ndio. Bikira Maria wa Fatima Sikonge, kumbuka nilipewa kama hiyo parokia ya nyumbani. Ndio. Kwa hiyo nikapewa upadrisho na askofu mhashamu, askofu mkuu mstaafu, askofu Paul Zoka. Ndio. Napewa pale, nilikuwa peke yangu. Mwaka wetu tulikuwa 3, lakini wenzangu walitangulia kupewa. Kwa hivyo nilikuwa mimi, Father Joseph Buhili pamoja na Father Gelvas. Kwa hivyo alianza kupewa Father Joseph Buhili kwa sababu alisoma Kuea. Ndio. Akaja akapewa Father Gelvas Weston kwa sababu yeye pia alitangulia. Yeye hakupatia seminarini ushemasi, mimi nibaki seminarini. Alafu baadaye mwezi wa 7 mimi ndio nikapewa upadrisho kule Urambo. Baada ya kupewa upadrisho mwaka 2008 nikatumwa kwenda Sikonge kama parokia yangu ya kwanza. Kule Sikonge nikakaa 2008 hiyo mwishoni mpaka 2010 nikapelekwa parokia ya Ndala. Nikiwa Ndala huko nimekaa 2010 mpaka 2013. Ndio. Sasa nilipopata padrisho tu kwa kweli from nowhere nikapewa kufanya kazi kwenye idara ya liturujia. Ndio. Basi kadri ya maongozi ya askofu na nini na washauri wake nikawa nasaidia kama msaidizi kwenye idara ya liturujia. Na niseme tu mimi sikuwahi kufikiri kama nitafanya kazi kwenye idara ya liturujia nikiwa seminarini. Yeah. Nilikuwa napenda nyimbo na hayo nilikuwa napenda sana, lakini habari za liturujia nilikuwa na usumbufu. Sasa nikafika huko nikakabidhiwa idara. Ndio. Nikapaswa kufanya kwa bidii. Nimeendelea na mara tu hapo nimepewa idara, nikapewa kuwa mlezi wa vijana TYSS. Jimbo. Ndio. Kwa hivyo kwa muda wote wa upadre nimekuwa kama mlezi wa TYSS. Na hapo miaka ilivyoendelea
ndio nimeendelea kwa kazi hizo mbili kama mlezi wa TSS jimbo, lakini pamoja na mratibu wa liturujia jimboni. Nikiwa nafanya kazi hizo hasa hii ya TSS, nimekuwa nawasimulia hadithi yangu ya wito ili vijana wengi na nimepata wengi, yani wakinisikiliza na wengine wanashuhudia kabisa kwamba kweli padre ulivyoniambia kile kitu. Mimi ninachotumia ni approach ile ya yule Father Gabriel. Kabla ya mitihani daima naongea kitu fulani. Napanga lazima nilazimishe kuongea kitu fulani kuwakumbusha kwamba jamani wito na watu wanaitikia. Sababu ni njia pia ambayo ulipita. Ndio nilipita huko. Nikiwa padre kwa kweli sijapata changamoto ya kusema ya kuona upadre mbaya. Naweza kuambia vijana wanaonisikiliza pamoja na wazazi, upadre ni mzuri. Ndio. Na ni kazi yenye heshima, sioni kazi nyingine. Ndio. Mimi niliota kuwa mwanasheria, lakini sioni kama wanasheria ni wa maana kuliko upadre. Upadre ni zaidi ya wanasheria, upadre ni zaidi ya kila kazi. Unafanya kazi kwa kweli kwa kutumikia watu kwa uhuru zaidi kwenye upadre kuliko kazi nyingine yote. Hiyo ndio inayonitia moyo. Ndio. Tutafakari sasa, Padre Mwageni, miaka yako takriban 17 katika daraja takatifu ya upadre. Imekuwa ni miaka ya namna gani? Ni kumbukumbu gani ya kipekee ambayo unaikumbuka nje ya haya ambayo umetueleza? Katika miaka hii 17 ninayoweza kukumbuka, kwanza mazuri ni hayo kwamba upadre ni mzuri, nimelea vijana wengi wameenda upadre na jua hawa wananiombea kwa sababu kuna mahali ninawasaidia. Lakini kama unavyojua kwenye malezi kuna ugumu. Ukikabidhiwa kuwa mlezi kuna ugumu kidogo. Mara 2 nimepata mafrateri kuwalea. Nilivyokabidhiwa nilipata ugumu katika kuwalea mafrateri hao. Ukiwa kama mzazi au mlezi unatamani huyu afanane namna fulani ya malezi. Sasa ukiwa unalelewa wakati mwingine kuna ule utundu tu. Kwa hiyo ilifika mahali nakumbuka kuna mafrateri kama 2 waliondoka sio kwa sababu yangu, isipokuwa kulikuwa na points connected. Walipofika kwangu zikaunganishwa point mwisho sababu hapa siendelee. Ishi hapo. Kwa hivyo tafsiri ya jamii kama unavyojua, watu wangetamani wanategemea frateri aendelee mpaka mwisho. Ndio. Lakini anapofika mikononi mwako anaishia hapo. Kwa mfano, frateri anaweza katoka seminarini, kule seminarini wameandikia ripoti mbaya. Anakuja nakabidhiwa kwako, unakaa naye miezi 3. Halafu ripoti inakuja, harudishwi seminari. Kwa hivyo jamii na tafsiri wewe ndio umemkwamisha. Ndio. Lakini ni kweli kwamba wanapopata ripoti seminarini, wanakuja askofu lazima atakuuliza, wewe uliye naye sasa, si umekaa naye miezi kadhaa? Unaulizwa kwamba huyu frateri unamwonaje? Bila kujua, unapoeleza uhalisia kwamba ninachokiona ni hiki, kumbe yale unaeleza inawezekana yanafanana na yale walio comment seminarini. Kwa hivyo inamsaidia askofu kuamua. Kuna wakati mara 2 hivi nilijisikia kabisa kwamba jamii inanitazama kwamba huyu jamaa ameamua kufukuzisha frateri. Na sio mimi tu. Yaani ugumu katika malezi. Watu wangetamani kila aliingia frateri afike upadre. Ndio. Lakini wewe umepewa kudhibiti kwamba kama kuna jambo lina dosari mweleze askofu aamue kumpadisha ama kumpadisha. Hii ni kazi ngumu sana kwa kweli katika malezi, na ningeona natamani nisiletewe frateri kwa sababu nisipoletewa sitakuwa na hiyo kitu. Lakini sasa lazima watu fulani wakabidhiwe ili waendelee, na lazima tu screen kwa sababu hatuwezi kupokea kila mtu anayeenda kwenye upadre atafika. Kuna wengine tunapata vikwazo wenyewe, kama mimi nilipata kikwazo. Kimsingi mimi ningekuwa Mwagustinian na mpaka kesho huwa nataniana na Mhashamu Askofu Msomba, sasa wewe Mwagustinian, kwa sababu alikuwa ananifahamu. Sasa Mwagustinian, nikasema ndio, roho ya Augustinian bado ipo, isipokuwa basi kuna mahali pale nilikengeuka tu. Sikuwa na sababu ya kumwambia rekta unaninyanyasa. Kwa hivyo wakati mwingine ukiwa kijana, kauli, behavior yako inaweza kulinda wito wako. Yule rekta alitaka kunionyesha nisiwe nachelewa. Mimi nikaona kama nani ananyanyasa. Ile kauli kama mtu mzima inaumiza, lazima react. Kwa mimi nilichezea wito pale na kidogo kabisa nipoteze. Kwa hivyo nawashauri vijana kila mara kuwa na busara, kwanza kuto kusema. Kama hakuna sababu ya kusema, afadhali kaa kimya, msikilize mlezi anasemaje, halafu jaribu kunegotiate kwenda mbele. Kwa sababu kama kijana utakosea tu mahali fulani. Ndio. Na katika makosa hayo usione kama unanyanyasika, isipokuwa ni sehemu ya malezi. Kupokea malezi na maelekezo kama sehemu ya kukusaidia kuliko kupokea kama vile ni adhabu au manyanyaso, hii ni hatari sana katika walelewa kwenye upadre. Kwa hivyo wanaotaka kuwa upadre, usikivu, utii na kupokea maelekezo ni kitu muhimu sana kwenye upadre kuliko hasa miaka ya malezi
kama nataka kuwa padre. Na sio miaka ya malezi, hata ukiwa padre. Ndio. Napaswa saizi kusikiliza, nitapaswa kuamriwa, hata kama niko mkubwa hivi, kuna siku nitapaswa kukemewa kwamba hapo umekosea, nikupokea tu, maisha yanaendelea. Kwa hivyo ndio wito wangu naweza kuwaita watu. Tuhitimishe na swali moja. Naomba utoe wito wako kwa vijana ambao pengine wamewahi kuvutiwa kuwa kama padri mwageni ama wanavutiwa kuingia katika maisha ya daraja takatifu, pamoja na mabinti ambao wanatamani kuja kuwa watawa, waendelee kulisaidia kanisa katika namna mbalimbali liweze kutoka katika sehemu moja lilipo mpaka kuendelea kusogea mbele kanisa la siku za usoni. Kwanza niwaalike vijana wajue maisha ya wito mtakatifu, wito wa maisha ya wakfu ni wito mzuri, ni maisha mazuri. Niwaalike wazazi pia wajue ni maisha mazuri. Changamoto tu ya vijana wengi naoongea, kwa sababu nimekaa sasa na malezi na vijana hao kwa miaka yote yangu 17. Shida kubwa inayoonekana, kwanza watoto wakiwa shuleni hivi, kwa mfano sekondari, au wana mawazo kwamba nisome nipate kazi nzuri, niwasaidie wazazi, nisaidie wana familia. Na hasa wasichana hilo linakuja sasa. Mimi kimuuliza sasa, mimi nataka nisaidie mamangu. Ndiyo. Nikisoma mamangu, unajua kuna migogoro mingi ya baba na mama. Watoto wana feeling na mama zaidi, kama mimi nilivyokuwa mama. Na mimi ningeweza kuwa na feeling zaidi na mama, kwa sababu mama aliniokoa mahali fulani kuwa padre leo. Na hao ndio. Kwa hivyo watoto sana namsaidie mama. Hasa hoja hii ikiachwa bila kuelezwa, wengi hawatakuwa wanajiunga na utawa hata upadre. Kuwasaidia wazazi haikatazwi. Lakini hoja kwamba nasoma kwa ajili ya kuwasaidia wazazi, hii sio sawa, ni uongo. Nina ushahidi kabisa. Kuna watu wengi wanasoma, wakishafanikiwa hawawakumbuki wazazi ambao wamewasaidia kufika. Ndio, ambao wamewasaidia kufika hapo. Yaani hoja hii kwamba mimi nasoma ili nimsaidie mzazi sio kweli. Cha kwanza, mtu asome kwa ajili ya maisha yake. Mzazi ni second. Unaweza kumsaidia mzazi, unaweza kumsaidia mtu mwingine, yeyote yule. Mimi kwa mfano, mamangu namsaidia ikitokea anahitaji. Na wazazi kwa kweli hawahitaji msaada mkubwa. Yaani mama akinipigia simu, ameishiwa sukari, akikuomba hela anaomba 5,000, kwake hiyo ndio hela kubwa. Kwa hivi napata fursa mimi kama padre, napata fursa kuwasaidia watu wengi zaidi nikiwa padre, hata kwa fedha, kuliko mzazi wangu. Kwa sababu kuna watu wengi wananifikia. Utakuta kwa mfano kuna mwanafunzi anasema mimi sina ada, nafukuzwa shule. Kuna mwingine simjui, napaswa kuangalia nimpe 20,000 basi wala waende na shule asome kidogo. Kwa sababu mimi nilisaidiwa, kumbuke askofu alinisaidia, nilipata nauli. Kwa hivyo hili linanikumbusha kila wakati na mimi napaswa kusaidia. Kwa hivyo mama ama baba wanaweza kuhitaji msaada wetu ukimaliza shule, ukipata kazi. Sio kiasi hicho wanachofikiri. Wengi wakishaoa ama kuolewa wanabaki busy na familia zao. Na hata mwandishi Eric, wewe tafuta tu, ukishakuwa na mke na mume unapata majukumu mengine ya kifamilia yako, sio ya wazazi wako. Na migogoro mingi inatokea hapo. Wazazi watalalamika, hutusikilizi, hutupigii simu, hutusaidii, lakini wewe unasaidia watoto wako. Fikiri una watoto 3, wote wameenda international schools. Na hiyo fedha utaitoa wapi kumsaidia mzazi wako? Sio kweli. Lakini kwangu mimi waamini wakinipa 10,000, 5,000 nampa mama, 5,000 naweka vocha, maisha yameenda. Na mahakama pa kula, na uhakika kutibiwa, na uhakika kuvaa. Kule ni kupambana. Kwa hivyo wanawaambia watoto, hiyo hoja ya kwamba mimi nataka siendi upadre, siendi utawani kwa sababu nataka kusaidia mzazi. Ni hakikisha unakuwa na fursa nzuri ya kumsaidia mzazi, kwanza kwa sala. Pili, kanisa likimwona mama wa padre. Kuna mtu anatokea tunamsaidia mamangu kwa sababu ni mama wa padre. Mara ya mwisho mamangu ameugua kule Njombe. Alikimbizwa mpaka Ikonda bila mimi kujua. Na unajua mama amezidiwa, mimi nilikuwa sipatikani, wakamchukua wakampeleka mpaka Ikonda, ni mama wa padre tu. Sasa akiwa mamako utapaswa kupambana uende Ikonda. Kumpeleka mamako mwenyewe. Kwa hivyo kuna mahali fulani Mungu anatenda huku kwenye utumishi. Kuna faida zaidi nyingi ambazo ni indirect kuliko unachofikiri kwenda. Kwa hivyo watoto, mimi ningetamani hata wazazi wasione wanapoteza watoto. Wamwache mtoto kama anapenda kwa padre au kwa mtawa. Huyu mtoto atawasaidia sana na ni mwombezi wao duniani na mbinguni. Kuna baraka kubwa sana kuacha watoto waende upadre. Na mshangaa mzazi anayekataa kwenda upadre. Na angekuwa babangu ni mzima sasa, ningemwambia ashuhudie hili. Yaani mwisho ameishi maisha ya furaha kuliko, kwa sababu mimi na wadogo zangu ambao wameolewa, lakini hawasaidii kiasi hicho. Yaani kila mtu yuko busy na watoto wake, tena hata wajukuu wamewachukua, hawezi kukaa pale nyumbani. Kwa hiyo mama amebaki mwenyewe pale. Wakati kwa padre kwa kweli utakaa mahali utamkumbuka mama, ngoja kwanza nimtafute mama nimsalimie. Kati yangu na wenzangu ambao wameoa ama kuolewa, wanana namtafuta mama zaidi. Mimi namtafuta mama zaidi kwa sababu niko free, sina responsibilities nyingi kuliko wao. Kwa hivyo hii ya wazazi kuhangaika kwamba tusomeshe watoto waje watusaidie baadaye,
halafu nawazuia kwenda upadre ama utawa. Hapana, kama mtoto anapenda, anajisikia kidogo, tumhimize aende, ashindwe mwenyewe kuliko sisi kumzuia. Hilo ndio ningeweza kusema. Asante sana baba, nikushukuru kwa muda ambao umetupatia. Ninaamini kupitia mazungumzo haya yatamsaidia kijana mmoja, vijana 10 ama vijana 100, na tutapata mapadre na masista wa kanisa la kesho. Asante sana na nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Tamati ya kipindi cha Safari ya Wito na Padre Deogratias Mwageni wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Mimi ni Eric Pasco Jr. Nyuma ya kamera ni Mary Njuguma. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.